Mjadala wa siku ya leo ikiwa ni siku ya Furahi Day kama wengi wanavyoitambua, lakini hii leo tunajitosa kujua mengi kuhusiana na kigogo wa uandishi ambaye ni marehemu Ngugi wa Thiong'o, na ndani ya nyumba nimeweza kupata wageni ambao wanaweza tu kumtambua kwa undani kidogo, na pia tuna waandishi na pia kuna yule ambaye atakuwa akitambulisha baadaye, maana ako kwenye sekta ya ubunifu. Na hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tutakuwa na mengi ya kuzungumzia kuhusiana na kigogo wa uandishi Ngugi wa Thiong'o, lakini kabla niweze kuwatambulisha wale ambao ni wageni wangu, tuweze kujua, je, Ngugi wa Thiong'o ama mwandishi Ngugi wa Thiong'o ambaye ameweza kuchapisha vitabu vingi tu na ambaye anaweza kujulikana ndani na nje ya nchi ni nani? Labda tuweze kupata hiyo baada ya muda mfupi. Nitakuwa nikirejea ili kuweza kuwatambulisha wale ambao ni wageni wangu. Ule wakati wa kutumia methali na hautashbihi, misemo vitendawili na panapo wazee hapaharibiki jambo. Ana miaka 86, kipenzi cha wengi. Jenzizo wanasema kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Amechapisha vitabu zaidi ya 40. Aliwahi kufukuzwa na aliyekuwa rais wa pili wa taifa hili, Mzee Arap Moi, kwa sababu ya uandishi huo. Kitabu chake cha Shetani Msalabani alikiandika akiwa jela ya Kamiti. Kitabu hicho, mtazamaji, kilikuwa Shaitani Mudharafaini, lakini hapo baadaye kikaja kufanyiwa tafsiri kwa Kiswahili na Kiingereza, Devil on the Cross. Chake cha kwanza kukichapisha kilikuwa cha mwaka 1964, Weep Not Child. Sasa kuna kizazi hiki cha millennials ni miongoni mwa wanafunzi waliopata nafasi ya kusoma riwaya kwa mada The River Between, riwaya iliyozingatia mapambano makali kati itikadi za mila na mienendo ya kisasa, jambo ambalo bado linaendelea kushuhudia hadi leo. Yamkini mtazamaji, mwandishi amemwandikia Rais William Ruto barua kadhaa na kusema kingi kilicho moyoni. Ya juzi tu ni ile barua kuhusu hatma ya kuwapeleka maafisa wa polisi Haiti. Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, tumeweza kujua yule ambaye ni mwandishi Ngugi wa Thiong'o. Naelewa kwamba wengi wa waandishi na pia wasomi wanaweza kumfahamu Ngugi wa Thiong'o, lakini kabla tuweze kuingia hilo, niweze tu kuwatambulisha wageni wangu na nitawapa fursa waweze kujitambulisha. Kwa upande wangu wa kulia namuona mwanadada. Tafadhali tueleze wewe ni nani kwa ajili ya mtazamaji. Jina langu ni Sefu Sani na mimi niko na kikundi cha wabunifu kinachoitwa Makomanda. Na pia nimemwenzi Ngugi wa Thiong'o kwa miaka mingi. Na nimeweza kuwa na interactions na yeye kidogo na kazi ambazo amefanya. Nimeweza kukutana na watu wa Kamiridhu Theatre na pia kuingiliana na fasihi yake katika nyanja mbalimbali. Kwa hivyo nimefurahi sana kuweza kuja hapa leo na kumzungumzia Ngugi wa Thiong'o na kazi ambazo amezifanya na pia wasifu wake. Kwa hivyo unamjua kwa karibu kidogo Ngugi wa Thiong'o. Ndio. Tutazidi kujua vile ambavyo unamjua na labda kazi yake imeweza kukusaidia vipi kama mwanadada na pia yule ambaye kako kwenye sekta ya ubunifu. Labda kwa upande wangu mbali kidogo, tueleze kwa ajili ya mtazamaji, jina lako, wewe ni nani, tukufahamu tu. Asante sana. My name is Aaron Kenywa. I'm a writer and a public speaker. And today we are paying tribute to a great man in Prof. Ngugi wa Thiong'o. I am one of the beneficiaries of his wisdom. In 2010, as a candidate in Form 4, we did the set book, The River Between. And this is my first interaction with him. But I have read so many of his books. And as they say, I have interacted with him more deeply in his books. Wakati ambapo unataja The River Between, najua wengine wetu tunaelewa sana The River Between. Maana mimi ni mmoja wa wale ambao waliweza kusoma The River Between. Na labda tuingie ndani kidogo tuweze kujua kama wabunifu. Nitaanza na Safi. Kama yule ambaye ako katika sekta ya ubunifu, umesema kwamba wewe ni mwanzilishi wa Makomanda Creatives. Tueleze wakati ambapo pia tunamkumbuka Ngugi wa Thiong'o, unakumbuka nini hasa? Tunamuomboleza ndio, lakini hasa kile ambacho unakumbuka kuhusiana na Ngugi wa Thiong'o ni nini? Ni mambo mengi ambayo nakumbuka yakihusiana na Ngugi wa Thiong'o. Na kwanza kusema kwamba naona ni sadfa kubwa kwamba sisi wote ambao tuko hapa tuliweza interact na The River Between, kwa sababu hata mimi niweza kufanya riwaya hiyo nilipokuwa katika shule ya upili. Kwa hivyo pia ni furaha kubwa kuweza kuzungumzia. Lakini ninapomjua Ngugi wa Thiong'o, kwanza nitasema ndio ni mwandishi wa fasihi andishi. Ameweza kuandika riwaya nyingi, tamthilia, hadithi fupi na mambo mengi, mashairi ambayo hayakuwa tu mashairi.
au maandishi, bali yaliweza kuonesha kioo cha jamii, kuonesha ni mambo yepi ambayo yanatendeka katika jamii. Kwa hivyo aliweza kutumia sanaa yake ya uandishi na ya fasihi kuweza kuonesha kioo kwa jamii, yani, na kupatia jamii mwelekeo. Hapo katika muda wa 1977 tuliona kwamba Ngugi wa Thiong'o alitiwa korokoroni. Ndiyo. Na alitiwa korokoroni sio kwa sababu alikuwa amefanya uhalifu wa aina yoyote, lakini ilikuwa tu ni kwa sababu ya uandishi wake. Aliweza kuandika kitabu ambacho kiliibua hisia sana, haswa katika nyanja ya siasa, katika kuikosoa serikali. Asante. Na kwa hiyo aliweza kutiwa korokoroni. Lakini kitu ambacho kinanistaabisha sana kuhusu Ngugi ni kwa sababu ni kuwa kwamba wakati huu ambao alitiwa korokoroni, Ngugi hakufa moyo kwa sababu alitiwa korokoroni. Na kuna wanaharakati wengi ambao waliibuka kuweza kusema kwamba sio haki kwamba Ngugi anatiwa korokoroni kwa sababu ya kuandika riwaya hii. Gahika Denda ilikuwa inaitwa I'll marry when I want. Exactly. Kwa hiyo kuna wanaharakati wengi ambao waliibuka kusema kwamba hii si haki. Lakini kuna mwanaharakati mmoja nataka kumzungumzia ambaye anaitwa Firoz Manji. Na Firoz Manji pia ni mwandishi wa Daraja Press. Na Firoz Manji alikuwa kule London na waliweza kuandamana na wakisema kwa nini mbeberu alimfunga Kimathi na sasa pia sisi tunamfunga Ngugi wa Thiong'o. Na baadaye walikuwa na mazungumzo na Firoz alikuwa akimweleza Ngugi wa Thiong'o kwamba uliniona nilikuwa nakupigania. Nilikuwa nakupigania ili uwe huru, lakini Ngugi akamwambia Firoz, hukuwa unanipigania mimi, ulikuwa unajipigania wewe. Ulikuwa unapigania sauti yako. Kwa hiyo alikuwa anapigania sauti yetu sisi wote katika uandishi wake. Kumaanisha una mengi tu ya kumkumbuka Ngugi wa Thiong'o, na zaidi ya yote ulisema kuna vile ambavyo unamfahamu kwa ukaribu zaidi. Tutataka kutujue, je, ameweza kufaidika vipi kwa kazi yake na labda kumjua kwa ukaribu. Lakini tuende kwa Aaron. Aaron, wewe ukiwa mwandishi, kwanza kabla tuingie kwenye uandishi wako utatueleza, lakini wakati ambapo tunamkumbuka Ngugi wa Thiong'o, wewe binafsi kama mwandishi unamkumbuka vipi? Namkumbuka Ngugi wa Thiong'o sababu his first book, Weep Not Child, is the first book written in English, the language in East Africa. So nitasema he was a trailblazer. In other words, he charted a path for us writers. And so nikimwangalia, he was someone with the burning passion with his pen, especially when wakati amekuwa detained. Pale in fact aliandika kitabu Devil on the Cross akiwa pale amefungwa. And you the tissue papers ndizo alikuwa anatumia kuandika. So ukimwangalia ni mwandishi ambaye alikuwa na joto ndani kwake, vile alikuwa anataka ku affect the society. And so I'll say I think as one of the poet Longfellow says, when we look at the life of all great men, it reminds us that if we can sublime our life, we leave behind the footprint in the sands of time. This man, with all his writings, I think ameweza ku affect the entire world, if I may say, with his literature writing. And so mimi kwangu as kama mwandishi nitasema amenitia moyo sana, because lazima tuendeleze kazi ambayo yeye alianza wakati ule. Kwa hivyo uko tayari kama mwandishi hadi kwenda korokoroni, labda kuona kwamba kazi yako inaweza kukisiwa kwamba labda inaingilia serikali ama nini? Lakini utatujibu hayo. Turudi kwa Safi kidogo. Safi, najua kwamba kama yule ambaye ako katika sekta ya ubunifu, hata wakati ambapo pia tunamkumbuka Ngugi wa Thiong'o, umesema kwamba umevisoma vitabu vyake kadhaa. Tueleze ni vitabu kama vipi umesoma, na pia tueleze uhusiano wako na Ngugi wa Thiong'o ulikaa vipi wakati ule ambapo mlikuwa mkifahamiana. Nimeweza kusoma vitabu vyake vingi. Nitavieleza kwa Kiingereza kwa sababu nyingi yazo ziko katika lugha ya Kiswahili.
kama Gahika Denda, I Will Marry When I Want, The River Between. Na riwaya hii ya The River Between niliweza kuisoma nikiwa katika shule ya upili. Kama mlivyoweza kusoma nyinyi wote. Na kwa hivyo wengi wetu. Na ilizungumzia kweli itikadi na mapambano dhidi ya religion, dhidi ya mambo mengi katika jamii. Ukoloni wa utamaduni. Asante, ukoloni wa utamaduni haswa wakati huo, lakini pia tukiangazia wakati wa sasa. Nimeweza kusoma Devil on the Cross, waliosema Saitani Moizarabani. Nimeweza kusoma Petals of Blood. Nimeweza kusoma Matigari Majirongi. Nimeweza kusoma Weep Not Child na vitabu vyake vingi Ngugi wa Thiong'o. Na katika vitabu hivi vyote unapata hamasisho sana kuweza kujiangalia wewe mwenyewe binafsi, lakini pia kuangalia jamii yako na nini unaweza kufanya katika jamii ili kuendeleza jamii yako. Na haswa mimi ni mbunifu na nina hiki kikundi cha makomanda. Binafsi mimi mwenyewe ni mwimbaji, nafanya sanaa ya uimbaji, lakini pia ni mwandishi wa mashairi, spoken word, ambazo tunasema. Kwa hivyo katika uandishi wangu, uandishi wa nyimbo na hata katika kuimba wimbo, nimeweza sana kupata hamasisho kutoka Ngugi wa Thiong'o, kuimba wimbo ambazo wewe mwenyewe ukiweza kuzisikia katika jamii, utaweza kukaa chini na ufikirie sana. Wimbo ambazo zinaeleza kuhusu shida za wanawake, kwa mfano, au katika uongozi, tunataka nini katika uongozi wetu na mambo kama hiyo. Na pia kwa sababu ya Ngugi wa Thiong'o amenihamasisha kuingia katika wanaharakati ili kuweza pia kuzungumza. Na kuzungumza ama kuwa mwanaharakati una nyenzo nyingi. Si lazima tuwe kila mahali tunaandamana, tunaweza pia. Lakini kuna njia nyingi za kuandamana. Na ukiangalia Ngugi wa Thiong'o ni mtu ambaye aliandamana katika uandishi wake. Kuna mwandishi mwingine anaitwa Maina wa Kenyati, ameandika vitabu vingi, lakini kuna kitabu ameandika ambacho kinaitwa The Pen is Mightier Than the Sword. Kumaanisha kwamba kalamu ina uzito kuliko nini? Bunduki ama risasi. Kumaanisha nini? Kwamba huu uandishi una uzito zaidi kuliko kuchukua bunduki au risasi na kuingia katika vita au mauaji au kumwaga damu. Na ukiangalia hiyo, unaweza kujua ni kwa nini fasihi au sanaa ina nguvu zaidi. Ina nguvu ambapo tunazungumza kuhusu jamii na kubadilisha jamii na kuzungumzia maudhui fulani katika jamii. Kwa hivyo mimi kwa mahusiano yangu na kuweza kumjua Ngugi, kwanza kwa vitabu vyake, lakini kwa pili kwa kuweza kumjua kwa undani, kuzungumza na yeye na kazi ambazo alifanya, kwa mfano Kamirithu Theatre. Mnamo Mei tarehe 1, siku ya wafanyikazi, niliweza kukutana na watu wa Kamirithu Theatre. Na tunajua kwamba Kamirithu Theatre ni watu ambao walikuwa theatre ya wananchi. Pale ambapo Ngugi hakuweza kufanya kazi yake ya fasihi, alienda Kamirithu na walikuwa wanafanya theatre ya kuigiza na kuonesha watu mambo katika jamii, na watu waliweza kukuja na kujionea na mambo kama hayo. Kwa hivyo tulijumuika hapo kutazama filamu iliyoitwa Maito Jogera. Maito Jogera inamaanisha Sing for Me ama mama niimbie mimi. Na filamu hii iliandikwa na Ngugi wa Thiong'o na Ngugi wa Mirie. Ngugi wa Mirie pia walishirikiana na Ngugi wa Thiong'o kuandika kitabu cha Gahika Denda. Na katika filamu hii ya Maito Jogera inazungumzia wafanyikazi. Na wafanyikazi hao walikuwa katika shamba la Mbeberu mnamo mwaka wa 1938, mwaka ambao Ngugi alizaliwa. Na inazungumzia shida za wafanyikazi zinakaa vipi au wananyanyaswa vipi. Tunaona unyanyasaji wa kijinsia na mambo mengi. Kwa hivyo mimi mwenyewe ninaona jinsi kazi za Ngugi za fasihi imesaidia sana katika jamii na kuzungumzia maudhui ya uzito zaidi na kuleta mazungumzo, lakini pia mabadiliko katika jamii. Nimeelewa vile ambavyo unamaanisha, na ninahitaji niulize Aaron kwamba wewe kama mwandishi una imani kwamba uandishi ama kazi yako ambayo unafanya inaweza kuleta ama inaweza leta mabadiliko bila tu, tumeona wengi labda ameweza kusema yeye kama Ngugi wa Thiong'o hakuweza kwenda pale kuandamana, maandamano ambayo tumeyazoea. Aliandamana kupitia kalamu yake. Je, una imani ya kwamba uandishi utafanya hilo?
Kabisa, sababu maandishi unajua ni timeless, hayana wakati. Sasa saa hizi tunasema tuna celebrate the lives of Ngugi wa Thiong'o, lakini maandishi yake yale yamebaki na yataguza generations to come. Ndio sababu tunasema uandishi actually people die, but their work remains. And if I look at it, for example, Ngugi wa Thiong'o, very passionate to the local language. Ukiangalia vitabu zake kwanza, ameanza kwa lugha ya Kiingereza, alafu baadaye sasa ana shift, anaanza kuandika kwa lugha ya Kikuyu ama lugha ya mama. In fact, nilipokuwa naangalia his interview in 2015, unaona ni mwandishi ambaye alikuwa passionate kabisa na mambo ya lugha na jinsi ambayo tunaweza tumia lugha kuhamasisha watu kuhusu mambo mengi tu katika the society. Na anasema wewe mtu, kama wewe unajua lugha nyingine lakini hujui lugha ya mama ama that language, you are enslaved. But anasema kama wewe unajua lugha ya mama na unajua lugha zingine zote duniani, you are empowered. So nikimwangalia ni mwandishi ambaye alikuwa na njia yake tu. Njia yake ambayo aliangalia the language of the African person, empowering the African child through the African language. I think he was passionate. Ukiangalia jina yake James, anaiweka chini, anatumia majina ambayo Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o. So I'll say Ngugi wa Thiong'o impact and will continue impacting. Yeye tu ametutoka, lakini kazi yake bado iko na sisi. Sababu is enduring legacy, especially for the local language. I don't think kama kuna mwandishi mwingine Afrika mzima ambaye halikuwa anapenda lugha ya mama kumliko. Nikimwangalia kina Chinua Achebe, because ukiangalia Ngugi wa Thiong'o ako ligi yake tu. Na I'll say hata I felt bad that yeye hakuwahi kuwa honor. He has been honored in so many ways. Lakini hakupewa the Nobel Peace Prize. Yeye na Chinua Achebe, my two favorite African writers, I think they deserve. Uko pale kama mwandishi labda kuweza kupata hiyo tuzo, lakini pia utatueleza katika uandishi wako unaona itakusaidia vipi iwapo utaiga uandishi wa Ngugi wa Thiong'o, na pia katika ubunifu wako, na pia wewe ni mwimbaji pia mwandishi. Je, mnatarajia kwamba mtakuwa mkimuiga vipi Ngugi wa Thiong'o? Na umesema kwamba legacy yake itakuwa ikisalia hata wakati ambapo ameweza kufariki, bado legacy yake itasalia. Lakini kabla ya hiyo tuliweza kumuona Ngugi wa Thiong'o akiweza kuzungumza mengi wakati ambapo kulikuwa na maandamano ya Gen Z. Tukaona mengi ambayo yaliweza kuendelea katika taifa la Kenya, na Ngugi wa Thiong'o aliweza kuzungumzia haya. Sijui wapo unaelewa ama ulisikia kizungumzia kuhusiana na maandamano ya Gen Z, lakini tutakuwa tukipata kidogo tu ya kile ambacho aliweza kuzungumzia. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tuweze kusikia je, msimamo wa Ngugi wa Thiong'o kuhusiana na maandamano ya Gen Z ulikuwa upi? Nataka tusikie kauli ya Profesa Ngugi wa Thiong'o. Nilikuwa namfahamisha kwamba kuna maandamano nchini Kenya, yuko Marekani, na alikuwa na haya ya kusema. Nilipotoa kitabu changu cha kwanza Weep No Child mwaka wa 19, ilikuwa April 1964. Nilikuwa karibu mimi pekee wa siku hizo wa vijana kama mimi kuandika kitabu. Lakini kutoka wakati ule sasa, kutoka wakati wetu na Grace Ogot, sasa kumejiongeza waandishi wengi Kenya. Na ni kitu kizuri sana kuona waandishi wengi hivi Kenya. Na si vijana vya wanaume na wasichana. Okay? Na hili ni kitu, ni hatua nzuri sana kwa Kenya yetu. Okay? Na ninaposikia kwamba watu wa sijui inaitwa jana ipi, lakini wale watu wa vijana wa Kenya wakijitokeza kusema hapana, ni muhimu sana kwa kesho ya nchi yetu. Wanajipoteza, wanapigania
kesho yao isiharibiwe na wazee wa leo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni msimamo wa Ngugi wa Thiong'o, marehemu Ngugi wa Thiong'o, ambaye aliweza kutoa msimamo wake kuhusiana na maandamano ya Gen Z, na akasema kwamba vijana wa Gen Z waliweza tu kutokea ili kuweza kupigania haki zao na kile ambacho walihisi kana kwamba serikali ya Kenya haijafanya, na hivyo walihitaji tu serikali ya Kenya ikaweza kuwajibika. Sijui wewe msimamo wako ni upi Mkenya kuhusiana na kile ambacho kiliendelea, lakini waandishi wangu ama wale ambao ni wageni wangu wamesema, kwanza Safi ulisema si lazima uende kwenye barabara ili kuweza kuandamana, waweza pia kuandamana kupitia kalamu yako. Sijui kuhusiana na msimamo wa Ngugi wa Thiong'o na kile ambacho kiliendelea katika taifa la Kenya, unaona vipi? Msimamo wako ni upi? Ndio, nimesema kwamba sio lazima si lazima kuandamana kuenda pale na kushika vibango. Unaweza kuandamana kwa njia nyingi. Naam. Unaweza kuandamana kwa kalamu yako, unaweza kuandamana kwa muziki ambao unatunga, unaweza kuandamana kwa kuchapisha mitandaoni ambayo tumeona watu wanaandika katika Kenyans on Twitter, Cox, ama katika mitandao mingine. Lakini kwa kusema hivyo si kumaanisha kwamba hakuna umuhimu wa kuandamana, yani kuwa hapo kindakindaki. Naona ni maana kubwa pia kuwa hapo, na naona kwamba vijana wa Kenya waliweza kujitokeza, nikiwa mmoja wapo, na kupaza sauti yetu kama wa Kenya, kusema kwamba hivi ndivyo tungependa nchi yetu kwenda, kwa sababu nchi ni mimi na wewe. Kweli. Kwa hiyo tunaweza kujiunga katika sera za nchi yetu, aidha kwa kutumia watu ambao wanatuwakilisha ama kwa sisi kujiwakilisha wenyewe. Na naona hiyo ni jambo la muhimu sana kwa mtu yeyote ambaye ni kijana. Na tunaye mwandishi mwingine anayeitwa Frantz Fanon ambaye anasema that each generation has its own mission. We either fulfill it or we betray it. Kwa hivyo sisi kama vijana pia tuko na hii mission yetu. Will we fulfill it or will we betray it? Na nikizungumzia Ngugi, nafurahi sana kwamba aliweza kutuhamasisha sisi kama vijana kuweza kuandamana na kuweza kupigania haki na kupaza sauti, kwa sababu ni jambo la muhimu sana la kuunda demokrasia katika jamii, katika dola yoyote ile. Kwele. Ni muhimu sana kusikia sauti ya wananchi na wanataka vipi. Na ukiangalia vijana tuko asilimia kubwa sana katika nchi hii, takriban asilimia 56, samahani. Kwa hiyo ni asilimia kubwa sana ya vijana, na vijana wanakumbwa na shida nyingi kama kazi, hakuna kazi, vitu vingi tu sana. Kwa hivyo ilikuwa muhimu sana. Ni muhimu kwenda katika hayo maandamano. Lakini kitu cha pili ambacho ningependa kusema ni kwamba Ngugi wa Thiong'o, nilivyosema hapo awali, hakuwa mwandishi peke yake. Ngugi wa Thiong'o alikuwa mwanaharakati. Kweli. Ngugi wa Thiong'o alikuwa mwanasiasa. Na siasa haimaanishi kwamba lazima uwe mbunge ama uwe MCA, la. Alikuwa mwanasiasa, na unaona hii halisi katika maandishi yake. Ngugi wa Thiong'o alikuwa Mwafrika, yani pan-Africanist. Lakini pia Ngugi wa Thiong'o alikuwa mzalendo. Kweli. Tunaona kwamba Ngugi wa Thiong'o aliweza kushirikiana na Michere Mugo. Na hili ni jambo la muhimu sana kuzungumzia. Michere Mugo pia aliaga dunia miaka 2 iliyopita. Na pia yeye ni mwanadada ambaye namuenzi sana, na pia aliweza kuchangia sana katika sanaa ya fasihi andishi, lakini pia wanaharakati na wanasiasa. Na naongea kuhusu Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo kwa sababu sisi kama vijana ni muhimu kuwaenzi wao, kuona kwamba katika miaka yao na lengo waliokuwa nayo, shabaha lao, waliweza kulifikia ama waliweza kulisaliti. Na sisi sasa kama vijana tutafikia lengo yetu au tutalisaliti. Ngugi na Michere waliweza kushirikiana katika kitabu kinachoitwa The Trial of Dedan Kimathi. Na ilo onyesho liko. Lakini ukiangalia The Trial of Dedan Kimathi linazungumzia nini? Linazungumzia Dedan Kimathi ambaye alipigana katika Kenya Land and Freedom Army iliyoitwa Mau Mau, na alipigania uhuru wa Kenya, na alikuwa amiri jeshi mkuu
wa Mau Mau, na inazungumzia kwamba wakati huo Dedan Kimathi alikuwa anaitwa terrorist. Walikuwa wamesema kwamba Mau Mau ni kundi la terrorists na pia huyu Dedan Kimathi ni terrorist, lakini leo tunaona kwamba Dedan Kimathi alikuwa mzalendo. Na kama haingekuwa sanaa hii ya Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo, hatungeweza kufahamu vile. Tungekuwa tunatumia mawazo ya wabeberu na ya wakoloni, kwa sababu kwa lugha ya wakoloni kama unapigania haki yako wewe ni mtu mbaya. Lakini kwa lugha ya sisi ambao tumefinyika na tunapigania haki yetu, tunaweza kuelewa kwamba huo ni uzalendo. Kwa hivyo naona kwamba, na ningependa kusema kwamba kazi ambayo tuliifanya kama vijana wa Kenya ama Gen Z na millennials na wote ambao walijitokeza ni kazi ambayo inamuenzi Ngugi wa Thiong'o, kazi ambayo inamuenzi Michere Mugo na wengine wote, Chinua Achebe na wote ambao wameweza kuandika sana. Naam, shukran. Aaron, kauli yako kuhusiana na wahusia wa Ngugi wa Thiong'o kuhusu maandamano ya Gen Z? I think Ngugi wa Thiong'o ni kama alijiona yeye wakati alikuwa mdogo, sababu ukiangalia maandishi yake kwanza anaongelesha mostly neocolonialism. Mahali sisi sasa tumekuwa independent, lakini bado hatujakuwa independent bado. Ukiangalia kitabu chake Devil on the Cross, kuna vile anaangalia mambo ya how the resources of the country are being shared by a very few group of people. Watu tu kidogo tu ndio wamenufaika sana na the independence. Hiyo ni The Devil on the Cross. Ameangalia vizuri. Na ninaposema wakati aliona Gen Z wakiandamana, ni kama alijiona yeye, sababu wakati ule aliamua kuwa sauti ambayo haingekaa tu kuangalia vile mambo yalikuwa yanaendelea. Kweli. Aliamua let me be a different voice. Gen Zs were a different voice. Habao walisema hatutaki vile nchi inaendelezwa. Kama vile yeye aliona post independence, there were expectations, especially for the patriotic Africans. Every patriotic Kenyan, especially those who had fought for the independence, kuna vile walitarajia that the government would run the country. Just like sisi Gen Z ama the millennials, tunatarajia wakati government, this is the government ambayo tumechagua 2022, kama wamechukua the leadership of the country, we have expectations. Expectations zetu ni zipi? Tunataka kuona vijana wako na kazi. Tunataka kuona mambo ya corruption haiko pale. Tunataka kuona tribalism haiko pale. Lakini wakati sasa tunaona mambo yendi vile sisi tunataka, ndio sababu unaona vijana walienda pale demonstrations. Na kama vile mwenzangu hapa amesema, kwa wazungu wakati wakoloni ile wakati walikuwa wakiona Mau Mau kama ambao walikuwa ni like they were unpatriotic. Lakini tukiangalia saizi tunaweza sema they were patriotic. Serikali pia iliona Gen Z kama walikuwa unpatriotic through their demonstrations. But time will, we can always say that these are patriotic Kenyans. Ambao wanaona mwelekeo ambayo nchi yetu inaelekea si mzuri. Na tunasema wacha tufanyie our leaders corrections. Ndio wajue that we are watching them. So ni Ngugi wa Thiong'o ni kama alijiona. Ulifaa kabisa, sababu alijiona yeye akiwa mdogo. Kitabu chake kwanza, the first book, Weep Not Child, amekiandika tu before afike 30 years. So alikuwa na damu yenye iko na moto tu kama Gen Z. Iwapo angekuwa kwa wakati huu wa Gen Z, labda angekuwa barabarani pia. Naam. Tuna yule mgeni mwingine ambaye tunahitaji tumsikie ama tusikie kauli yake kuhusiana na yeye anamkumbuka vipi Ngugi wa Thiong'o. Tunaye kwa njia ya simu ambaye ni Ndungi Kithuku, ni mwanaharakati na ambaye pia ni rafiki wa karibu wa Ngugi wa Thiong'o, ambaye atatueleza je, yeye anamkumbuka vipi Ngugi wa Thiong'o. Iwapo Ndungi unanisikia, iwapo unanisikia, tafadhali tueleze wewe unamkumbuka vipi yule ambaye ni kigogo wa uandishi Ngugi wa Thiong'o. Asante sana na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Ndio, nilikuwa rafiki wa karibu wa mzee Ngugi, nilimuona kama babangu.
aliniona pia kama mwanawe, na nakumbuka vizuri akieleza watu siku moja walimuuliza, na huyu ni mtoto wako? Akasema yes, huyu ni mtoto wangu from another father. Na jambo lilinitia joto nzuri sana ya kukubalika na Ngugi, na tukawa tunafanya miradi mingi na yeye ya uandishi na haswa mambo ya kuzungumza. Tulikuwa tumeenda tour moja pale Uingereza, tukaenda kwenye University ya Manchester University, tukaenda kwenye Leeds University na kule Sheffield, na tulikuwa tumeenda kumpa maua yake angali akiwa hai. Kwa hivyo hii ni safari ambayo ilitengenezwa na dada mmoja ambaye ni Mkenya lakini anaishi kule Uingereza, anasomea Uingereza. Na Ngugi amemsaidia sana kufanya PhD yake ambayo inaambatana na mambo ya coloniality. Kwa hivyo ukoloni mambo leo, na kuona ni vipi tunaweza jitoa kwenye ukoloni mambo leo. Kwa hivyo yeye alikuwa ni mtu wa karibu, na vile naweza sema, manake wengi wanajua kuhusu uandishi wake, ni ya kwamba nitataja yale ambaye labda wengi hawajui, ya kwamba alikuwa ni mpenda watu. Alikuwa amependa sana kuishi na kukaa na watu. Ngugi hakupenda kukaa peke yake. Na alipenda sana pia vijana. Kila wakati alikuwa anauliza vijana wa Kenya wanasemaje? Vijana wa Kenya, je, huwa wanaona shida ambazo tuko ndani yake? Kwa hivyo wakati ilifika wa Gen Z, ile revolution ilifanyika pale June mwaka uliopita, Ngugi alifurahi sana. Alisema ya kwamba sasa huu ndio muamko ambao nimekuwa nikiongea kuhusu, manake sisi marika zetu tushafanya ambayo tumeweza kufanya, lakini sasa nimefurahi kuona ya kwamba inchi iko na wenyewe. Akasema ya kwamba hivyo ndio Maumau wakati wa vita vya kupigania uhuru waliamka na wakasema ya kwamba ni lazima inchi irudi kwa weusi. Na akakumbusha vijana wakumbuke, na wao wakikumbuka ya kwamba Maumau ni wale walikuwa wazee. Sijui wapo tunampata bado Ndungi Kithoko? Naam. Wanisikia? Ndungi, tafadhali endelea, tunakusikia. Naam. Kwa hivyo nasema ya kwamba Ngugi alikuwa anawapenda vijana wa Kenya, vijana wa Afrika, na kuwakumbusha ya kwamba wale Maumau ambao walienda kwenye vita vya kukomboa nchi ya Kenya walikuwa vijana wadogo, walikuwa kwenye miaka ya 20. Kwa hivyo ujumbe wake kwa vijana wa Kenya ni kwamba waendelee kupambana, manake Kenya ni yao na hakuna mwingine atakuja kuwapigania. Kitu kingine nilijua kuhusu Ngugi ni alikuwa mcheshi sana. Alikuwa ni mtu mwenye kuchekesha, alikuwa ni mtu mwenye alipenda kufanya utani kwake yeye mwenyewe. Alikuwa anapenda sana densi, alikuwa akisikia wimbo ambao anaupenda, anajikokota tu, lakini unaona anakatika sana. Kwa hivyo na tutarejea kwake Ndungi Kithoko ambaye labda ameweza kutoka kidogo, sijui wapo tuna Ndungi. Niko mimi nakusikia. Ndungi, tafadhali endelea. Ndio, kwa hivyo Ngugi alikuwa ni binadamu kama wengine, lakini mwenye alikuwa amejitolea katika mambo ya kupenda nchi. Na ile kazi ambayo Ngugi amefanya ni kazi ambayo tunafaa kuiendeleza. Na ndiposa nilipopata habari ya kusikitisha ya kwamba Mwalimu Ngugi ametuacha, lile ambalo lilikuja kwa akili yangu ni kusema ya kwamba ndio tumefika, Ngugi amefika kwenye sunset yake, na hiyo sunset yake ni lazima iwe sunrise yetu. Kwa hivyo mahali ambapo Ngugi amefikisha, sisi nasi tuchukue mwenge ili tuendeleze mapambano. Na lingine ningesema ni ya kwamba kuna kazi ambayo tumekuwa tukifanya ya mashairi ambayo tumekuwa tukiandika kwa lugha ya Kikuyu na tunaifanya kwenye video. So tumekuwa, alipokuwa hai tumeachilia video kama 3 na naweza sema kuna zingine kama 15 ambazo zimebaki, tunaendelea kufanyisha kazi. Kwa hivyo nataka kusema
Ngugi maisha yake itaendelea. No. Maisha yake na uhai wake uko ndani ya roho zetu. Kwa hivyo tutaendeleza ile ari ambayo alikuwa nayo, na ningeuliza vijana hasa wajenzi, huu ni wakati wenu, muige mfano wa Ngugi, muishi maisha ya Ngugi na muishi maisha ya kupenda Kenya, kupenda Jumuiya ya Afrika Mashariki na kupenda Afrika bara nzima. Ya mwisho naweza sema ni ya kwamba wakati mwingi sana Ngugi watu walikuwa wakijua atapewa ile Nobel Prize ya literature. Na kila mtu wakati Nobel inafika kupeanwa alikuwa akistaajabu, anashangaa mbona Ngugi ametengwa. Na hilo swali niliweza kumuuliza, je, unajisikiaje ya kwamba sisi tunangoja, hata kwenye magazeti walikuwa nangoja headline, hawajachapisha ili wasikie ripoti kwanza. Na Ngugi akaniambia Nobel ije au isije, mimi sina wasiwasi, maana najua ya kwamba Nobel yangu iko ndani ya roho za wananchi, iko ndani ya roho za watu. Na nafikiri hili ni jambo ambalo lilinishangaza sana, kuona ya kwamba Ngugi hakuwa yule mtu mwenye anangojea kupewa zawadi ili afanye kile kitu ambacho alikuwa ameamini, na kile kitu ambacho alikuwa anajua ya kwamba kinafaa kufanyika, na ule uzalendo haufai kudhibitishwa na mtu yeyote. Kwa hivyo ilinipatia moyo sana kujua ya kwamba hata na vijana wajue, hata mnapoenda kwenye street, hatuendi ili uweze kupatiwa Nobel, ama uendi ili uweze kupatiwa shahada. Shahada yetu ni uhuru ambao tutakaopata kutokana na vita vya mapambano vya nchi ya Kenya, vya tatu. Manake ya kwanza imefanyika, ya pili imefanyika, sasa hii ya tatu ndio tunangoja vijana watuongoze. Manake sisi pia kazi tumejaribu kufanya, tumefikisha mahali ambapo tuko, na tuige mfano wa Ngugi wa kuendeleza kile ambacho unaamini bila uoga. Gituku, kabla uondoke, labda utueleze, maana wewe uliweza kuwa na ukaribu sana na yule ambaye ni Ngugi wa Thiong'o. Tueleze hali yake, ama ile ambayo kwa kimombo tunasema light moments zake, ambazo labda wewe kama mtu ambaye alikuwa karibu sana na Thiong'o utakumbuka hasa ni kama zipi? Ngugi ni mambo mengi sana naweza kumbuka, mengi sana. Alikuwa anapenda sana kucheka. Alikuwa anapenda sana kusikiza hadithi. Yeye ni msimulizi wa hadithi, lakini alikuwa anapenda sana kusikiza hadithi. Na ukimpa hadithi yeyote ile, anapata njia ya kuifanya inakuwa na hiyo ambayo umetaja kwa Kiingereza light moments. So Ngugi ni mtu ambaye pia kama tu vile alivyokuwa mwarifu wa uandishi, alikuwa pia anajua kusimulia hadithi zake sana. Wakati mmoja aliniambia kwamba akiwa Alliance High School, alikuwa wakati huo ndio anaitwa James Ngugi. Na nikamwambia mbona ulichagua James? Akaniambia hata sikuwa nimechagua James peke yake. Nilipoenda pale kwa kasisi, aliniuliza unataka kuitwa jina gani? Akasema mimi nataka kuitwa James Philip. Sasa anacheka, anasema sikuwa hata nataka jina moja la kikoloni, nilikuwa nataka mawili. Na ndipo sasa kasisi huyu mzungu akamwambia haya mmoja linatosha. Sasa ndio akabaki na hilo jina James. Na ndio baadaye sasa akaja kugundua ya kwamba James ni jina ambalo ni la kikoloni, ni jina ambalo halina ukoo wake, ni jina la mtu ambaye hata hajui. Kwa hivyo ndipo akaweza kujigundua na akaacha kujiita James, ndio akakuwa sasa Ngugi wa Thiong'o. Na pia nakumbuka akiniambia akiwa Alliance High School, alikuwa mmoja wa viongozi wa Christian Union, yani the CU, muungano wa wanafunzi wa Kristo. Kwa hivyo alikuwa mdogo wa mweka hazina, na chairman wake alikuwa anaitwa Shikanga, ndio alikuwa mwenyekiti. Lakini wakati waliendelea sasa na hii kazi, alikuja kugundua ya kwamba huyu mwenyekiti wa mambo ya CU alikuwa naye ni mtu ambaye hakuwa wa kuaminika sana. Kuna mambo alifanya hapa na pale. Na Ngugi akaona kweli huyu mtu kama yeye ndio mwenyekiti wetu wa Ukristo, na anafanya mambo ambayo hayafai,
Basi inamaanisha ya kwamba tuko kwenye meli ambayo iko na nahodha ambaye anatupeleka kombo, na hapo ndiye aliacha mambo ya Ukristo na akasema ya kwamba sasa mimi nitakuwa nafuatilia mambo ya ukweli na mambo ya kuishi vizuri na mambo ya kuishi kama mtu, kama binadamu. Kwa hivyo hata vile hakuwa Mkristo, yeye aliishi njia tuseme ya Ukristo kuliko Wakristo wengine. No, lakini hakujitambulisha kama Mkristo. Kwa hivyo Ngugi alikuwa ni mtu anapenda chakula cha kitamaduni, alikuwa anapenda ngwashe, alikuwa anapenda inaitwaje hii ndoma, alikuwa anapenda chakula hiki cha mukimo kienyeji, na pia najua ya kwamba alikuwa anapenda samaki sana. Kwa hivyo huyo ndio Ngugi ambaye namjua. Na hadithi zake ni tele, itabidi hata tuwe na wakati mwingine ili tuweze kuzungumza. Naam. Nitakuruhusu tu uondoke, lakini ningehitaji nijue kuhusiana na mbona alisema vipi, labda iwapo aliweza kuzungumza na wewe, alisema vipi kuhusiana na yeye kuweza kuondoka katika uandishi wa lugha ya Kiingereza hadi lugha ya Kikuyu. Lakini niruhusu tu nirejee hapa studioni tuweze kusikia wageni wangu wana yepi ya kuzungumzia kuhusiana na hili. Safi, tumeweza kumsikia yule Sefi Konrathi. Tumeweza kumsikia mwanaharakati ambaye anamfahamu sana Ngugi wa Thiong'o. Lakini pia tukaweza kuona kwa wakati mmoja au mwingine Ngugi wa Thiong'o akaweza kuondoka katika uandishi wa lugha ya Kiingereza hadi Kikuyu. Labda hilo kwako lilikaa vipi? Je, wengine wakasema kwamba kwa nini akaondoka kwenye lugha hii hadi hii nyingine? Tena tukaweza kuona kwenye mitandao, niliweza kusoma mengi kwenye mitandao na wengi walikuwa wanasema sijui ni vipi mtu atasema kwao nyumbani hakukaliki na ataenda, ama nawazungumzia kwao nyumbani lakini yuko kwenye nchi za ugeni. Sijui wewe unazungumzia nini kuhusiana na hili Sefi? Kitu cha kwanza ambacho nitasema ni kwamba tumezungumzia kuhusu fasihi na fasihi kwa kioo cha jamii, na pia kipengee cha muhimu katika fasihi ni lugha, kwa sababu fasihi inaambatana na lugha ambayo unazungumza ama unaandika au unaimba na mambo hayo yote. Na Ngugi kutoka katika lugha ya Kiingereza kwenda katika lugha ya mama au lugha ya asilia ya Kiafrika, kwangu sana ina asilia Uafrika wake. His Pan-Africanism, acha niseme hivyo. Yani ile kupigania lugha zenye asili za Kiafrika, kupigania asilia yako mwenyewe. Kwa hiyo haikuwa kwamba, ilikuwa ni kwamba alikuwa anajipigania, lakini hajipiganii yeye binafsi. Anajipigania lakini pia anapigania wenzake ambao wako kando yake, kwa sababu lugha ni zana muhimu sana katika kuweza kuwasiliana. Na kuna mambo mengine naweza sema katika lugha yangu na hayawezi kutafsirika katika lugha nyingine. Kwa hivyo naona kwamba Ngugi alikuwa akipigania sana asilia za Kiafrika na kupigania watu wa asilia, kutupigania sisi, alipokuwa akijipigania pia yeye mwenyewe. Kwamba hakuna lugha ambayo iko juu ya lugha ingine. Au kuweza kuzungumza katika lugha ya Kiingereza haimaanishi kwamba uko na intellect kuliko huyu mwingine ambaye anazungumza lugha ya Kikuyu au lugha ya Kigiriama au lugha nyingine pia. Ndio. Nimesahau swali lako la pili. Kuna wengi ambao walisema kwenye mitandao ni kwa nini Ngugi wa Thiong'o akaenda na hasa akaweza kutoa mafunzo yake kwenye vyuo vikuu vya nchi zingine na labda hakuweza kutoa hapa nchini. Wengine wakamkosoa, lakini sijui msimamo wako ni upi? Nilivyosema hapo awali kwamba mimi namwenzi Ngugi wa Thiong'o sana, kwa hivyo nitaongelea mazuri mengi. Si ati kusema kwamba watu wana zote mazuri na mabaya, lakini nitaongelea wasifu wa Ngugi wa Thiong'o. Hayo si kweli. Kwa sababu gani? Ngugi wa Thiong'o bali na kuwa mwandishi na mwanaharakati na mwanasiasa na Mwafrika, pia alikuwa mwanahabari alipoanzia. Kwa hivyo alikuwa mwanahabari na Nation Media hapo awali. Kwa hivyo aliweza kuwa mwanahabari. Lakini pia licha ya hayo aliweza kuwa lecturer katika University of Nairobi. Kwa hiyo si eti kwamba hakuweza kufanya kazi katika University of Nairobi, lakini ni kwa sababu ya uharakati wake aliweza kujiuzulu, samahani, kwa sababu ya mambo mengi ambayo alikuwa
unafanyika wakati huo kisiasa, tukizungumzia Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga wakati huo walipokuwa marafiki, alafu kwanza kuwa na migogoro fulani kisiasa. Na Ngugi wa Thiong'o alikuwa mtu ambaye alielekezwa na itikadi. Ninavyoona mimi, alielekezwa na itikadi fulani. Na pia katika mambo aliyoandika au siasa alizoendeleza zilikuwa zile za itikadi. Itikadi gani? Ilikuwa itikadi ya kutetea wavuna jasho wavunja jasho, samahani, dhidi ya wavuna jasho. Kwa hivyo alikuwa anatetea tabaka la chini, tabaka la wafanyikazi, watu ambao wananyanyaswa. Kwa hivyo yeye akiona kwamba kuna watu ambao wananyanyaswa, hata baki katika mahali hapo. Hii ndio maana alijiuzulu samahani kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Na alivyosema mwanaharakati mwenzangu Ndugi Githuku alizungumzia kuhusu wakati ambapo Ngugi wa Thiong'o alikuwa katika shule ya Alliance. Mimi sijajua hiyo, nimesikia hapa kwamba aliweza kuwa mkuu wa Christian Union. Na aliona kwamba huyu ambaye anatuongoza maadili yake ni tata mahali. Kwa hivyo akasema hapana. Kama huyu mtu ambaye anatuongoza na maadili tata, hata nijiondoe hapa lakini niweze kuendeleza maadili mema. Kwa hiyo Ngugi wa Thiong'o kuweza kufanya lectures katika shule za nje, sioni kama ilikuwa ni jambo la, tunaweza sema nini, ni jambo la mtu ambaye ndio apendi nchi yake. Lakini pia tunaona kwamba hapo 1977 aliposhtumiwa, Ngugi aliweza kukimbia Kenya. Na aliweza kukimbia Kenya si eti kwa sababu alikuwa anataka. Alikuwa mkimbizi kwa sababu alifurushwa. Na si yeye peke yake alifurushwa wengi. Mishere Mugo alikuwa mkimbizi, Ngugi wa Miria alikuwa mkimbizi. Kuna wengi ambao walikuwa wakimbizi, lakini hata katika ukimbizi wao waliweza kuendeleza ndio katika kazi. Kwa hivyo tuone kwamba huyu ni mtu ambaye alisalia katika itikadi yake alipokuwa Kenya na hata alipotoka nje. Naam, shukran sana. Lakini kabla nikije kwako Aaron, nina maswali mengi sana kwako kama mwandishi, hasa unamuiga vipi Ngugi wa Thiong'o? Lakini tuweze tu kupata kopo la maji. Mpenzi mtazamaji, turuhusu tu tupate kopo la maji, kisha tutarejea kwa mjadala zaidi na tuweze kujua, je, mwandishi Aaron anaweza kuiga vipi ama anamuiga vipi yule ambaye ni kigogo wa uandishi ambaye ni Ngugi wa Thiong'o, pamoja na yule ambaye yuko kwenye sekta ya ubunifu. Turuhusu tu tuweze kupata mapumziko mafupi, kisha tutarejea.